Basi mimi nikikamilisha ile nilizungumza kuhusu masala ya mchango kama unavyoiona hiyo paybill. Kwa hivyo kwa yote ambaye ataka kushiriki katika jambo kama hili, kama walivyotangulia kusema mashehe ya kwamba si lazima yani uhudhurie kiwiliwili ikiwa uko mbali, ukituma mchango wako kupita hizo namba tayari utakuwa umehudhuria kikamilifu, na ukamilifu ni hiyo senti yako. Kwa hivyo tutafurahi sana iwapo utatuma mchango yenu na tuweze kufanikisha jambo kama hili. Barakallahu fikum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina ni Sheikh Muhammad Abdiobo, chairman wa walimu na imamu wa chama cha Ulama. Alhamdulillah, kwa siku ya leo ni taarifa kubwa sana kwa jamii yetu kuweza kuwafahamisha kwamba kuna jambo la kheri tarehe 15 mwezi huu wa August 2026 Serani Sports Club kuanzia saa 4 asubuhi hadi saa 7. Ni mjumuiko wa kina mama wenye grupu za kidawa wakiwa chini ya umbrella na mwavuli wa Yadul Ulia, ambao kwamba wameweza kusimama takriban kwa miaka 30 kuweza kushiriki kufanya mambo ya kheri katika kuisaidia jamii, upande wa wajane, upande wa mayatima, upande wa kujenga misikiti, kuchimba visima na hadi madarasa kujenga. Kikubwa ni kwamba kutakuwa na harambee kubwa sana. Vikundi vya kina mama vya kidawa vimeweza kuja pamoja kwa lengo la kuhakikisha kwamba matatizo yakitokea wataweza kusaidiana wao kwa wao. Pasina kusahau ya kwamba ni akina mama wakati wa Gaza waliweza kusimama na jamii na kuweza kuchangia au kuchanga milioni 11.5 laki. Mwenyezi Mungu awabariki sana, Mwenyezi Mungu alipe kila la kheri. Kikubwa ni kwamba sote tujitokezeni kwa wingi kwa siku hiyo kuhakikisha kwamba na sisi tumeweza kufanikisha zoezi kama hilo, kwa kila mmoja kuchangia kwa kile ambacho kwamba atakachojaliwa na Allah tabaraka wa taala. Kikubwa ombi langu kwa wanaume, tutoeni ruhusa kwa wake zetu, mama zetu na dada zetu ili washiriki kwenye jambo la kheri kama hili. Mimi nitakuwako, wewe wakosaje? Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Leo inshallah tuko kwenye ofisi kuu ya dada zetu ambao wako na sisi hapa kwa malengo ya kuweza kutatua matatizo kwa muda mrefu sana, nimeweza kuwafikia hususan wanawake. Hapa ni ofisi ya Yadul Ulia ambao huu ni mwavuli wenyewe umebeba vyama 60 ya vyama vya wanawake, na malengo ni kujaribu mwanzo kuweka vyama 60 viweze kushirikiana, kwa sababu kila wakiwa pamoja basi pale nguvu kupatikania na misaada itakuwa kwa njia rahisi kuweza kuyatatua. Chama hichi cha Yadul Ulia ambapo nimeeleza ni mwavuli ya vyama 60, wao wamejishughulisha kwenye nyanja mbalimbali ambapo kuna masala ndani yake wajane, wanawake ambao walifiliwa na waume zao, kuna mayatima, kuna wale ambao wana shida ambao sote tunajua ndani ya nchi yetu ya Kenya, masala ya hali zao ya kifedha. Sasa wao kushirikiana na vyama 60 vya wanawake waweza kuwasaidia kwenye masala ya karo za madrasa, karo za shule, mpangilio wa kuwapa mikopo wanawake. Mikopo haya yote ambayo twaeleza ni ya wanawake, kutoa mikopo kuwasaidia nyanja mbalimbali, iwe ni kununua tuktuk, iwe kufanya biashara aina yote, lakini ni pesa za mkopo bimaana halafu watalipa na ile wenzao waweze kupata msaada kama huo. Sasa
hakuna ambaye ajui ya kwamba harakati aina yote lazima ndani yake mwanzo kuna mpangilio ambao washafanya. Pili, kuna masala ya kuchanga, kwa sababu lazima kuna gharama ya kila jambo ambalo lina harakati, hususan ikiwa ni masala ya kusaidiana na jambo ambalo ni la halali. Wao wameshaweka mwavuli, wao wameshakaa pamoja. Sasa wameomba Musino inshallah akishukutwa, ambao itakuwa ni tarehe 15 mwezi huu wa August mwaka wa 2026, pahala watakapofanya huu mchango ni kiwanda cha Serani kiloko hapa Mbaraki, na itaanza kuanzia saa 3:30 inshallah hadi saa 6:30. Malengo makubwa ni kila Muislamu amewajibika, kila Muislamu, mume na mke, uwe ni mwalimu wa madrasa, uwe ni imamu, uwe ni shekhe, uwe ni mwalima, uwe ni ustadha, mwalimu wa skuli, mzazi, tufanye bidii sana. Sisi tulioko hapa, mimi kama Muhammad Yaqub, imamu wa msikiti wa Sheikh Mbaruk Makadara, kwa uwezo wa Allah muomba anijalie anipe afya na uzima niweze kufika. Nia nimeshatia kwamba nitakuwa na hao dada zetu, lakini taufiki na uzima kutokana na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa hili jambo litapatikaniwa faida yake kwa hivi vyama 60 ambao ndani ya vyama 60 kuna wanawake zaidi ya labda 2,000, 3,000, 4,000, mpaka kuwe kuna njia ya kupata pesa. Na hii tuwashukuru sana dada zetu Ulia kuja na fikra hii, kuiweka siku hii ya Jumamosi 15 mwezi wa 8 2026 kwa siku ya kuchanga. Hakuna jambo lote ambalo litakalo tendeka hapo siku hiyo uwanda wa Serani, hakuna, ila watu watakuja kusoma Qur'ani. Baada ya Qur'ani ni kutafuta pesa na kufanya mchango. Tuwaomba community zote za Kiislamu, iwe za wanaume au za wanawake, tuwaomba wafadhili wote, tuwaomba maimamu wote, Ijumaa hii ya kushukutwa, maimamu wote misikiti yote wawe ni miongoni wa washiriki kwa kuchanga kwenye misikiti yenu inshallah. Halafu na pesa tutazipeleka kwa njia ambazo tutaeleza, au mwenyewe mwanzo maimamu yote mwaliko mmoja, na tuomba maimamu misikitini mwalike maratibu wote waje, ili ionekaniwe kwamba kama wakati ule ambao hawa waliweza kuchanga milioni karibu milioni 12 kwa ndugu zetu wa Gaza, basi sasa tuonekane na sisi tunaweza kuwachangia ndugu zetu wa hapa. Alhamdulillah, tumefaulu kwa ndugu zetu wa Gaza zaidi ya milioni 25. Je, kuangalia mayatima wa hapa, kuangalia wajane wa hapa, kuangalia maskini wa hapa, tumeweka target gani? Milioni 10, milioni 15. Hilo litajibika siku ya Jumamosi kwa uwezo wenu na kwa tawfiki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namalizia kwa kusoma hii aya ambayo Mwenyezi Mungu kwa hikma yake, nilikuwa nataka asome Sheikh Oboy, lakini basi afanye haraka leo. Mwenyezi Mungu azungumza atufundisha kwenye kitabu chake Al-Quran, sura An-Nahl ambayo ni sura ya 16 aya ya 71. Mwenyezi Mungu anasema, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wallahu faddala ba'dukum ala ba'din fi rizqi. Na Allah Subhanahu wa ta'ala anawafadhilisha baadhi yenu sisi binadamu juu ya wengine katika riziki. Kwa sababu gani?
Kwa nini Mwenyezi Mungu awe baadhi atawapa riziki pekee habari? Malengo ni haya. Ndio Mwenyezi Mungu yeye mwenyewe atoa sababu na njia ya kuweza kuelewa wale ambao walipawa kuliko wale ambao hawana. Mwenyezi Mungu akaweka mipangilio ya zaka. Mwenyezi Mungu akapangilia mipangilio ya sadaka ili wale ambao wanazo waweze kusaidia ambao hawana. Hii ndio malengo ambayo tushukuru siku ya Jumamosi, na kutoa si masala ya kutoa maelfu na malaki ya milioni, hata ukaja na kile kidogo chako bado wangia kwamba wewe umefanya usaidizi wa kusaidia ndugu zako wa Kiislamu. Basi inshallah taomba na kabla sijapa mwenzangu na shekhe langu sijamwona wajami kizungumza na hilo kumbe mwanangu wa shuto na shekhe langu. Ni muhimu sana kwamba tuwashukuru nyinyi sana, tuwashukuru sana kazi mnayoifanya. Mwenyezi Mungu ndio atakayewabariki. Kila kufaulu kwa harakati ya aina yoyote, mwanzo mwapata nyinyi. Hili muhimu sana, mwanzo mwapata nyinyi kabla wengine hata hajafika. Nyinyi kama hamuko hapa, nyinyi kama hamupelekei hizi habari, hili jambo haliwezi kufaulu. Ni harakati zenu, alaina haraka ndio Mwenyezi Mungu kutia baraka. Basi inshallah kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyotuambia kwamba kutoa kwenu haifanyi mali yenu kupungua, bali kutoa kwenu Mwenyezi Mungu hutia baraka kwenye mali yenu. Shukran wa jazakumullah. Alhamdulillah wa thana billah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Nafikiri message iko wazi ambayo Sheikh Dor kwa jazi khairi ameizungumza kwa upana sana, lakini mimi nilikuwa nina message aina mbili. Nina message nyingine nataka iwe fupi, muhakikisha mmeiweka kwenye TikTok ile ambayo message hii ni kumwambia kila Muislamu aliyoko Kenya mahali popote, hata kama ni shilingi 100, maana sio watu wote waweza kuhudhuria. Wale walioko Mombasa tuwaambia wahudhurie, kwa sababu kule kuhudhuria kwao pia utawapa moyo wale wenye nazo. Siku zote wakiona watu wamekuja wengi wakatoa. Sasa kwanza nataka kuifanya hii ndogo kwamba hii ni message kutoka Yadul Ulya. Pay bill ni 4,401 4,401. Account number ni 1357. Hii message yataka ifikie kila Muislamu Kenya popote alipo. Isisimame kwako ambao umeipata message hii, bali message hii yataka tuyafikishie watu wote. Hii clip nataka ikatwe kwa ufupi huo iwafikie kila mmoja. Sasa kwenda kwenye mada ya infaq. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametaja katika Qur'ani zaidi ya aya 70 ametaja infaq. Kwa nini kutaja infaq kwa aya zaidi ya 70? Kuna hikma kama Sheikh alivyotaja. Hikma ya kutajwa infaq zaidi ya aya 70 katika jambo zito kwa mwanadamu siku zote ni kutoa. Kama ni kupokea, leo tutasema siku ya tarehe 15 kuna bahasha zitagawanwa, na tutataka yule atakayekuja mapema ndiye atakayepata bahasha mzito zaidi. Nafikiri ule uwanja hautoshi kabisa, hautotosha kwa wale kwa Mombasa tu, lakini kwa kutoa ni desturi. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akakariri mara nyingi katika Qur'ani. Na katika kutoa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakumwambia mwanadamu toa mali yako. Mungu humwambia mwanadamu wa mimma razaqnahum yunfiqun, zile tulizowapa mutoe. Mwenyezi Mungu awazungumzia lugha kuambia wanadamu kwamba zile waliopewa na Mungu watoe, kwa sababu mali uliopewa wewe ni wakili wa Mwenyezi Mungu, si yako, ni wakili wa Mwenyezi Mungu. Na katika njia ya kheri kabisa ni kuangalia mayatima, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam asema ana wakafiru liyatimi kahataini fil janna,
katika njia ya khairi kutoa ni kuangalia aramil. Aramil ni wale wanawake wajane ambao wamefiliwa na waume zao, au wengine wamepewa talaka tu, wao pia huingia katika wanawake wajane. Wale Mtume sallallahu alaihi wasallam asema mwenye kufanya sa'i katika aramil na mayatima, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atamsahilishia katika maisha yake hapa duniani na akhera. Kwa hivyo masala ni kwamba sisi lazima nyinyi wenye media mtafute kufanya kipindi maalum, kiwe ni discussion open forum katika media zenu, kushajiisha hili jambo, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hatawapotezea nyinyi, hamutokosa ajiri, kama alivyo Sheikh Dodori alivyosema, addalu ala alkhairi kafaili, yule mwenye kutoa hii message wewe umemfikishia ndio akatoa. Sasa kila atakayetoa nyinyi mna malipo. Sasa ni malipo mangapi mtakaopata? Si twasema tunataka watu wote wahudhurie, lakini ikiwa huwezi kuhudhuria, mfuko wako uhudhurie. Huna sababu unakasema mimi na dharura, nina shughuli, wewe huwezi kuhudhuria, mfuko wako uhudhurie. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. To get more videos of Abu Shuraim, don't forget to subscribe, like and share. May Allah guide and bless the person who shares the videos.